Hujambo na karibu kwenye makala ya siri ya jikoni. Mimi ni Eve Njeri na leo tunarejelea vipimo sawa vya vyakula ili kupa mwili virutubisho vya kutosha. Lakini kwanza tuelewe mwili unahitaji nini kikamilifu. Mara nyingi tunakula kushindana na njaa, lakini kisayansi mwili wetu hauli chakula. Unakula virutubisho. Kila siku mwili unatafuta vitu vikuu vitatu. Kwanza ni vyakula vya kutupea nguvu, yani carbohydrates kama vile ugali na wali. Pili ni vyakula vya kujenga mwili, yani proteins kama vile nyama na maharagwe. Na tatu ni vyakula vya kutulinda dhidi ya magonjwa, vitamins kama vile mboga na matunda. Siri kubwa haipo kwenye kula sana, bali ipo kwenye usawa wa vipimo hivi. Tatizo kubwa la magonjwa mengi siku hizi kama vile kisukari na unene wa kupita kiasi ama obesity linasababishwa na sisi kujaza sahani na chakula cha aina moja. Utapata mtu anakula mlima wa ugali lakini mboga na protini ni kiwango kidogo sana. Huo ni ukosefu wa usawa mwilini. Je, sahani iliyo na vipimo sawa inapaswa kuwa vipi? Wataalamu wanatupa njia rahisi sana ya kutumia mkono wako kupima. Kwanza, kiwango cha vyakula vya nguvu au carbohydrates kwa jumla kipimwe kwa ukubwa wa ngumi yako moja. Pili, protini kama samaki au maharagwe iwe kwa ukubwa wa kiganja cha mkono wako. Na mwisho, mboga za kijani na matunda zijae mikono yako miwili iliyofumbuliwa pamoja. Ushauri wa siri ya jikoni leo ni rahisi. Unapoandaa chakula chako, hakikisha nusu ya sahani yako imejaa rangi za mboga na matunda. Robo iliyosalia ni protini na robo nyingine iwe ni vyakula vya nguvu. Ukifuata vipimo hivi, unapunguza safari za kwenda hospitali na kuongeza siku za kuishi na mwenye afya. Kumbe basi, chakula ni dawa na vipimo ndio afya yako. Mimi ni Eve Njeri na hii ni siri ya jikoni kutoka Hubs Radio. Afya bora inaanzia kwenye sahani yako. Kutana nasi tena wiki ijayo wakati kama huu. Kwaheri kwa sasa.